Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Enyi ndugu zangu wasikilizaji wa chaneli hii ya Turiyu TV, katika siku hii ya leo, hebu naomba niende nikakuletee ushuhuda wa mama wa Kiarabu ambaye mama huyu alifundishwa swala hii ya Mtume na miongoni mwa viongozi wakubwa sana katika miji ya Kiarabu. Sasa mama huyu anatuletea ushuhuda wa swala hii ya Mtume ambaye yeye aliiswali na akapata mafanikio makubwa sana. Lakini sasa alivyoelekezwa na shekhe wake ambaye ni shekhe mkubwa kabisa, na yeye ndivyo alivyotuelekeza sisi. Kwanza kabisa mafanikio yake, halafu pili akaelekeza ni kipi alichoelekezwa na yeye alifanyaje swala hii ya Mtume. Sasa sihitaji sana kuyasema mafanikio yake, hakika ni makubwa sana. Hii mimi nimetumiwa na ndugu wa mama huyu akiwa anaelezea baadhi ya ndugu zake kwa maelezo yake, nikayanukuu maelezo yake ili na mimi niwafundishe watu, kwa sababu swala hii ya Mtume niliwahi kuisikia, isipokuwa ni ya siri sana, watu wanafundishana kwa siri sana, ila nilikuwa sijaipata mfumo wake kamili, yani sikupata maelekezo yake vizuri. Sasa mama huyu baada ya kufanikiwa anatuma voice kwa ndugu zake ambao anawapenda, walioungana katika grupu moja, grupu la kifamilia, ndugu wa baba mmoja mama mmoja, ili kila mmoja naye aifanye swala hii, ili mradi kila mmoja aweze kupata mafanikio kama jinsi ambavyo mafanikio ameyapata dada yao. Sasa maelezo yake yalikuwa ni kama haya yafuatayo. Sikiliza kwa umakini ili na wewe upate kujifunza. Wallahi hichi ni kitu hatujaiba. Sio kwamba tumeiba ujuzi, la. Tunasema tumepokea ujuzi, kwa sababu ni vitu vya Allah huwa haviibiwi. Hivi ni mapokezi. Mimi binafsi nitaifanya swala hii ya Mtume. Hakika na wewe na kuomba uifanye swala hii ya Mtume. Ni swala ya ajabu sana. Anasema huyu mama, na mnukuu, sikiliza kwa umakini afu kisha nitakuletea tafsiri yake ya maelezo yake. Anasema salatu nabii qala alaiha kam tuadilu milyuna salatin as-salatu al-kumuliyatu al-qudusiyya walaysat al-kamaliyata bita'ata Ahmad الدردير لا هذه الصلاة تعادل مليون صلاة المرة الواحدة. طيب بما إني هقعد كده أقول فيها 1000 مرة يبقى 1000 ضرب مليون، يعني 3 أصفار و6 أصفار. akasema yidni kam miliar. Kadhalika akasema miliaru swalati yabqa al-1000 minha, kutoka katika 1000 minha. Bikam akasema tena miliar swalati adadu salawati almawjudati fil alifi kam miliaru salati lianna alwahidata bimiliyun, lianna alwahidata bimiliyun. Tamam. Akasema tayyib ana dilwaqti rabbana idha sallaytu ana ala nabii rabbana biyusalli alayya kam maratan 10 marati. Tamam. Anasema tamam, mmeelewa ndugu zangu? Kisha akasema 10 marati 10 salawati
idhan law dharabtu hadha al-adada fi 10 sayusbihu 10 milyar salati rabbana biyusalliha alayya ra'yuka tab law ji'ta lilfadli ihna kullu salati bi'ashri hasanati nafsul hikaya. Akasema hayabqu almilyar salatin dharba 10 yadni 10 milyar hasanatin. Akasema aktasibha fi mizan hasanati dahu fi yawmin wahid wa ba'dain 10 milyar sayyi'atin takhdhafu li fi yawmin wahid wa ba'dain 10 milyar darajatin irtifa'an fil janna. Huu ndio mwisho wa kunukuu kwa maelezo yake. Sasa basi, tafsiri ya maneno haya wallahi ni maneno mazito sana, ni maneno mazito sana. Tena akatumia Kiarabu cha amia, kile cha sio fusha sana, ni amia zaidi. Anafafanua, anasema swala hii ya kumswalia mtume inasemekana ina thamani ya swala ngapi? Inasemekana ina thamani ya swala ngapi kwa mujibu wa mafunzo anawafundisha ndugu zake? Kisha akasema inalingana na swala milioni 1. Yaani swala hii, sala moja inalingana na swala milioni 1. Je, ni swala ipi? Ni swala ya kumulia, al-kumulia au al-qudusiya. Yaani sio swala ya mtume kama tulizozizoea mara nyingi, hapana. Anasema hii ni kumulia na al-qudusiya. Hii ni swala ya ajabu kabisa ambayo mara nyingi sana watu hawafundishwi, mashekhe wengi hawaifundishi, wengi wanaifanya wao kimya kimya, lakini sio kuitoa kwa jamii. Sasa leo mimi nakutolea kwa jamii kama dada huyu jinsi alivyokuwa, mama huyu alivyokuwa ameitoa kwa ndugu zake. Kisha akasema hii sala ya kumulia au al-qudusiya sio ile swala ya kamalia ya Ahmad Dardir. Akasema hapana, sio ya hivyo, bali swala hii inalingana na swala milioni 1 kwa kila mara moja unapoisoma. Yaani manake ukisoma mara moja ni sawa sawa na umesoma mara milioni 1. Tazama swala ilivyokuwa ya ajabu hii. Sasa kwa kuwa anasema kwa kuwa nitaisoma mara 1000, kwa sababu utaratibu wake yeye katika kuisoma kwake yeye husoma mara 1000, ndio utaratibu wake. Sasa anazungumza, anasema kwa kuwa nitaisoma mara 1000, basi 1000 mara milioni mara milioni 1 ni bilioni 1, au tunaweza tukasema milioni 1 mara 1000 ni sawasawa na ngapi? Sawasawa na bilioni 1. Sasa bilioni 1, hii bilioni 1 ya nini? Yaani bilioni 1 hii ya kitu gani? Si nyingine bali bilioni 1 hii ni bilioni 1 ya swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa akasema kwa hiyo mara 1000 zina thamani ya bilioni 1 ya swala, kwa sababu mara moja ni milioni 1. Je, anatoa sasa, je, mtakuwa mmeelewa? Sasa na mimi nakuulizeni ndugu zangu na ukufundisheni, mmenielewa vizuri? Endeleeni kunisikiliza. Sasa anaeleza huyu mama, anasema nikimswalia mtume basi Mwenyezi Mungu ataniswalia mara ngapi? Anafafanua. Maana yake kumbe ukimswalia tu mtume mara moja na Mwenyezi Mungu naye anakuswalia. Sasa anauliza swali, anatoa mifano. Mimi mfano nikimswalia mtume na Mungu atanisalia mara ngapi?
Jibu ni kwamba mara 10. Kwa mimi nikimsalia mtume mara moja, kumbuka kwamba ukimsalia mtume mara moja, Mwenyezi Mungu anakuswalia mara 10. Hiyo ndo inaitwa 1 kwa 10. Ukimsalia mtume mara moja, Mungu anakusalia mara 10. Hivyo nikizidisha bilioni 1 kwa 10, bilioni 1 mara 10, manake kwa swala hii ya mtume ambayo ukiswali mara moja unalipwa milioni 1, manake nikiwa kwa hapa nilipofikia, nikizidisha bilioni 1 kwa 10, manake mara kwa 10 itakuwa ni bilioni 10 za swala ambazo Mwenyezi Mungu ataniswalia mimi. Sasa anauliza swali, anasema mnaonaje juu ya hilo? Halafu tukija kwenye thawabu, kila swala inaandikiwa mema 10. Yaani swala moja ina mema 10. Kwa hiyo bilioni 1 mara 10 ni mema bilioni 10 yatakayoandikwa katika mizani yangu ya mema. Hayo yote katika siku moja tu. Yaani hayo yote mema bilioni 10 ninayapata kwa siku moja tu. Pia nitafutiwa madhambi bilioni 10 katika siku moja, na nitapandishwa daraja bilioni 10 juu ya kuipata pepo ya Allah, daraja bilioni 10. Kwa hiyo anafafanua, anasema, sasa ngoja nikueleweshe vizuri hapa. Sasa mfumo wake uko hivi. Swala hii kawaida yake huwa ukiisoma mara moja, Mwenyezi Mungu anakulipa mara milioni 1, yani 1 kwa milioni. Lakini swala yenyewe ni swala ya mtume ya tofauti kidogo, inaitwa al-Kumulia au al-Qudusiya. Ni swala ambazo hazifundishwi hizi. Mara nyingi sana hizi kuzifundishwa juu ya watu mbalimbali ni ngumu. Ushasikia wapi mtu anakuambia salatu ala nabi al-Kumulia au al-Qudusiya? Ushasikia hizo? Salatu ala nabi al-Kumulia ay al-Qudusiya, wapi umewahi kusikia? Kama uliwahi kusikia, pengine hujaielewa, basi swala yenyewe ndiyo hii al-Kumulia au al-Qudusiya. Ndo nataka nikupe swala yenyewe ni ipi. Sasa basi maelekezo yake kwa kifupi, narudia tena kwa haraka ni hivi. Swala hii ukiisoma mara moja, Mwenyezi Mungu anakulipa mara milioni 1. Sasa kawaida iko hivi, kwa maelezo ya dada huyu, na sio maelezo yake tu, bali ndio maelezo ya wanawachuoni wote, na ndio maelezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba ukimsalia mtume mara moja, Mwenyezi Mungu anakulipa mara 10. Ukamsalia mtume mara moja tu, Mungu anakulipa mara 10. Sasa iko hivi, hiyo kwa salatu ala nabii hii nyingine. Lakini salatu ala nabii hii ya 1 kwa milioni, manake ukimsalia mara moja, Mungu anakulipa mara milioni 10. Yaani moja kama utapata 10, basi Mungu anakusalia mara 10. Ukimswalia mara moja swala ya mtume, Mungu anakusalia mara 10. Sana hii ya milioni 1, wewe ukimsalia mtume mara 100 mara moja, Mungu yeye anakusalia mara milioni 10. Kwa sababu 1 milioni 1, 2 milioni 2. Ukimsalia mara 10, maana yake unalipwa mara milioni 10. 1 kwa milioni 10. Sasa kama utamswalia 1 kwa milioni 10, ukimsalia mara 1000 unapata ngapi? Ukimsalia mtume mara 1000, maana yake Mwenyezi Mungu anakulipa ndio hiyo akatoa ufafanuzi, mara 1000 maana yake wewe utapata bilioni 10. Bilioni 10, sio mii, bilioni 10. Kwa Mungu atakusalia mara bilioni 10, atakufutia madhambi bilioni 10. Wewe una madhambi gani ya bilioni 10?
madhambi bilioni 10, atakutengenezea hasanati, mambo mema bilioni 10, na Mungu atakusamehe, atakupa pepo yenye thamani ya bilioni 10, na Mwenyezi Mungu atakupa daraja yenye thamani ya bilioni 10. Manake hapo ukiweza kufikisha kumswalia mtume mara 1000, basi ndugu yangu, omba chochote, kwa sababu Mungu kakusafishia njia mara bilioni 10. Yaani Mungu kaisafisha njia yako mara bilioni 10. We ukigusa tu kimetiki hapo hapo, wallahi utatisha. Sasa ndio huyu dada alipoyafanya haya, anaelezea, anasema kila alichokuwa akikigusa ni kimenyooka tu. Akisema auze hata mchanga, watu watakuja kununua, kwa sababu yani Mungu kamsafishia kila kitu. Yani chochote anachokiweka kwamba hichi nauza, basi wateja wanamiminika. Akitoa hichi akasema, akachukua tu hata kitu cha ovyo ovyo tu, kimechoka choka, kimechakachaka, akakiuza kwa thamani, watu watanunua. Yani ni kama vile Mwenyezi Mungu kamuondoshea pazia ya wateja, kwamba wao waone kwake tu, hata kama ni kibaya wao wakione kiko vizuri. Kwa hiyo atauza chochote. Sala hii ni sala ya ajabu sana ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuitumie swala hii iweze kutufaa. Sasa swala yenyewe ni ipi? Ndio tusikilizane sasa, maana hapa tulikuwa tunapata kwanza maelezo yake, halafu nataka tuijue sala yenyewe ni ipi. Sala yenyewe ni hii ifuatayo, inasema hivi, inasema Allahumma salli, inasema Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bikumuliyati kamalillahi wa kamalika bikamali kumuliyati qudusiya dhatihi. Hapo umemaliza. Narudia tena, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bikumuliyati kamalillahi wa kamalika bikamali kumuliyati qudusiyati dhatihi. Ndio sala ya mtume yenyewe hiyo. Nairudia tena, inasema Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bikumuliyati kamalillah wa kamalika bikamali kumuliyati qudusiyati dhatihi. Imekwisha. Narudia tena, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bikumuliyati kamalillah wa kamalika bikamali kumuliyati qudusiyati dhatihi. Narudia mara ya mwisho, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bikumuliyati kamalillah wa kamalika bikamali kumuliyati qudusiyati dhatihi. Hiyo ndiyo swala ya kumulia au qudusia. Basi ndugu zangu, wallahi hebu twendeni tukaifanye swala hii. Fanyeni jitihada muifanye swala hii. Swala hii unaifanya baada ya salatu subhi au baada ya salatu al-isha, ndio wakati mzuri kati ya subhi au baada ya swala ya isha. Huu ni wakati mzuri sana. Umekwisha maliza kuswali swala yako ya isha, swali rakaa zako 2, alafu kaa chini, elekea kibla, anza kuisoma. Sasa nini cha kufanya? Cha kufanya ni kwamba ikariri kwanza ili kukae kichwani. Irudie kuisoma mara nyingi ili ikae kichwani. Kisha ukishamaliza kuisoma mara nyingi, kuiweka kichwani, sasa anza kuitumia kwa kuisoma tu haraka haraka.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bikumuliyati kamalillah wa kamaliqa bikamali kumuliyati quddusiyati dhatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bikumuliyati kamalillah wa kamaliqa bikamali kumuliyati quddusiyati dhatihi. Hivyo utakuwa umekamilisha insha Allah. Kwa salatu ala nabii hii wallahi itakufaa sana 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 sana. Mwisho kabisa naomba niseme kitu kimoja cha msingi. Naomba niwakumbushie ile bukhuri yetu, bukhuri ambayo tumeitangaza na tumeitengeneza kwa kutumia material 11. Ndani ya haya material 11 wallahi tumeipamba sana bukhuri yetu. Tumeweka ndani yake material mazito kabisa ambayo hata kuyapata kwake pia huwa ni aghalab sana, kuyapata kwake pia huwa ni shida sana, lakini alhamdulillah sisi tumeyaweka material hayo na yamepatikana kwa njia nyepesi kabisa. Lakini sio kwamba hayapatikani kabisa, yanapatikana, sema upatikanaji wake umekuwa ni wa shida kidogo. Sasa basi ninachokuombeni ni kwamba zingatieni ni material gani ambayo tumeyaweka, ili na nyinyi kama mnaweza kuitengeneza tengezeni. Hii ni bukhuri moja ya ajabu sana, na wallahi mkitengeneza ipo siku mtakuja kunipa taarifa. Bukhuri hii unachanganya na kandar, jawi, sandarusi, ubani dhukura, manemane, miski nyeupe ya unga, miski nyeusi ya unga, kafuri, ambari nyeupe, faijali pamoja na uvumba. Haya ni material 11. Katika haya material 11, material yenye aghalab sana kupatikana ni hii ambari nyeupe pamoja na faijal. Ambari nyeupe kapunje kama cha muhindi ukikapata unaweza ukapata kwa gharama ya shilingi 280,000 mpaka 300,000. Kapunje kadogo kama cha muhindi. Kwa nini hivyo? Ina siri kubwa sana, na ndio maana hata kuibeba kwake unatakiwa uibebe uichanganye na pilipili mtama ili isije ikapotea. Ukiibeba hivi watakuibia majini au hata wachawi au hali yoyote tu utaikuta imepotea. Sasa hata unapokwenda kuinunua lazima muuzaji atakuuliza unajua namna ya kuibeba, kwa sababu usije ukawa mgeni ikapotea ukaja ukapata mtihani, na inauzwa gharama kubwa sana. Mimi binafsi naipata sana katika baadhi ya nchi za Kiarabu. Sasa hii tumeichanganya katika bukhuri yetu ambayo ni bukhuri nzuri kabisa. Bukhuri hii kazi yake kubwa ni kuondoa nuksi, kuondoa mikosi, kuondoa mabalaa, kuondoa kila aina ya mabaya uliokumbwa, uliokanyaga bila kujua, uliofanyiwa mauchawi, masihiri, mavitu mabaya ambayo yanakusababisha wewe usifanye mambo yako vizuri. Wallahi inaondosha. Bukhuri hii tumeifanyia mixer katika hivi vitu vyote. Hivyo bukhuri hii tukaifanyia visomo vikubwa kabisa vizuri, visomo mujarabu sana. Lakini bukhuri hii inakuwa na asili ya kuwa na harufu nzuri, yani inanukia ni kama vile umechoma perfume. Yani utafikiri umeweka perfume ukiichoma, inanukia vizuri sana. Hii bukhuri kwa material 11 haya kazi yake kubwa ni kuichoma. Unapokuwa nyumbani kwako utachukua shuka, utajifunika, utaichoma. Halafu utaichoma kwa muda wa siku 21. Manake asubuhi na usiku, asubuhi na usiku. Kwa wale ambao usiku wanaingia job, maana yake unaweza ukaichoma mara moja tu ikatosha, lakini kwa wale ambao wanaweza kuwa hawaingii job usiku, basi wakichoma mara 2 ni bora zaidi. Sasa basi bukhuri hii inatengeneza nyota yako. Kama nyota yako ilikuwa imefifia, hauonekani, unapuzwa, unaonekana sio wa maana, basi bukhuri hii inakwenda kuamsha nyota yako. Nyota yako inakuwa mujarabu sana, inakuwa vizuri sana. Wallahi nyota inakuwa kali, inakuwa inaangaza vibaya mno. Lakini bukhuri hii inakwenda kuleta baraka katika mwili wako, inaleta kheri katika maisha yako, inakwenda kufungua utaratibu wa maisha yako na kuanza kuona fursa za kazi, pesa na mambo mengine.
bukhuri hii hakika ni bukhuri ya ajabu sana, lakini bukhuri hii imetengenezwa kwa material mazito kidogo yenye gharama kubwa kidogo. Hususan ukiitaka bukhuri hii manake utalipia gharama kubwa kidogo, sio gharama ndogo kama zilizokuwa nyingine. Kulingana na ubora wake na material yake, basi bukhuri hii inapatikana kwa swadaka ya shilingi 50,000. 50,000 za Kitanzania ni sawa na 2,500 za Kenya. 2,500 za Kenya. Kama Mkenya ataichukulia hapa 2,500, kama atataka atumiwe inabidi aweke 3,000 ili tupate 500 kwa ajili ya transport. Na pale transport inakuwa ni kama shilingi sio 500, shilingi 500 ni 10,000 Tanzania, inakuwa ni 750, ambayo itakuwa transport ya kwenda Kenya ni 15,000. Kwa hiyo utalipia shilingi 50,000, tutapata 50 ya kwetu na tutapata 15,000 ya transport ya kuituma kwenda Kenya. Lakini sehemu kama Burundi mara nyingi inakuwa ni shilingi 25,000 kutuma mzigo kule Burundi kwa mabasi kama yale ya Takwa na sehemu zingine. Na sehemu zingine pia lazima uwe na transport, lakini ukiwa hapa Tanzania utaichukua kwa gharama ya shilingi 50,000 hiyo insha Allah. Utakuja tu sehemu tulipo utakuja kuipokea. Kwa hiyo bukhuri hii tunayo insha Allah. Kwa yoyote ambaye anatamani kuipata, anatamani kuipokea, anatamani kuichukua, insha Allah tunamwomba aje aichukue. Lakini na bukhuri hii pia ndani yake sasa hivi tunazisomea zile salatu ala nabii hizi ambazo tumezisoma sasa hivi. Bukhuri hii pia tunazisomea. Kwa hiyo ukija kuchukua bukhuri hii maana yake itakuwa ni katika bukhuri zilizosomewa pia swala hii ya Mtume, tutaisoma katika bukhuri hizi inshallah. Kwa yoyote anayetaka bukhuri hizi tunaitengenezaga kwa mafungu. Sasa hivi tunazo, zikiisha hizi mpaka tukusanye watu kadhaa wanaozitaka ndo tutengeneze zingine tena. Walillahi alhamdu, sasa hivi tuna bukhuri zisizopungua takriban 17 tunazo inshallah. Kwa yoyote anayetaka bukhuri hii aseme, aweke order, special order maalumu, atume gharama yake katika simu yetu, tunakwenda kumsafirishia inshallah kulingana na mipangilio tutakayokubaliana. Popote pale ulipo, ukiwa hapa Dar es Salaam njoo uchukue, au tuma usafiri uje ukuchukulie bukhuri yako inshallah. Kwa wanaohitaji bukhuri, naomba wapige namba zetu za simu hizi ambazo mnazoziona za 0767 52 19 44. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, naomba niwaletee tangazo hili fupi kwa ajili ya mfumo wetu wa bukhuri, ambayo si nyingine bali ni Turiu Royal Bukhuri. Bukhuri hii ina uwezo mkubwa wa kuondosha nuksi zilizotanda miaka mingi, mikosi na mabalaa na kila aina ya ubaya katika mwili wa mwanadamu. Vijicho, kama ulikanyaga vitu vibaya bila wewe mwenyewe kujua, na kila kilichokuwa kibaya katika mwili wako, kilichokukumba, kilichokuvaa, kilichokupitia, basi ukitumia bukhuri hii kinakwenda kufurumuka, unabaki kuwa safi na salama. Hakika bukhuri hii ukiitumia inakwenda kusababisha kuisafisha nyota yako, inasababisha kukung'arisha mwili wako, kukuletea mvuto, kukuletea raha, kukuletea kheri, kukuletea baraka na kukufanya uonekane kuwa ni mtu bora, mtu mzuri, mtu safi, kwa sababu itakuwa imekuondoshea machafu yote yaliyoambatanishwa katika mwili wako na kukuletea kheri na baraka za kuweza kufaulu katika biashara yako, kufaulu katika maisha yako, kufaulu katika mitihani yako, na kuweza kukaa katika muonekano mzuri na kupendwa na watu, kujaliwa na watu na kuweza kuthaminiwa na watu katika kipindi ambacho pengine ulikuwa umeanza kutengenezewa chuki, ghasia na matatizo na majanga. Bukhuri hii ni bukhuri ambayo imetengenezwa kwa material 11. Tumeweka kandar, tumeweka jawi, tumeweka sandarusi, tumeweka ubani dhukura, tumeweka manemane, tumeweka miski nyeupe ya unga, tumeweka miski nyeusi ya unga, tumeweka kafuri, tumeweka ambari nyeupe, tumeweka faijali, tumeweka uvumba. Vitu ambavyo tumechanganya katika bukhuri hii, baadhi yapo
vinapatikana kwa uwepesi na baadhi yao vinapatikana kwa uzito. Bukhuri hii ndiyo hii ambayo unayoiona hapa. Ni kakopo kadogo, lakini kana kitu kikubwa chenye thamani ya hali ya juu sana kwa kiwango kikubwa sana. Hakika bukhuri hii utaitumia kwa kuichoma na kujifunika shuka. Wewe ambaye mambo yako yamekwama, harakati zako zinakwenda vibaya, maisha yako yanakwenda tofauti, choma kwa kujifunika shuka, jifukize asubuhi na utajifukiza jioni kwa muda wa siku 21. Lakini pia unaweza kuichoma katika nyumba yako, kila chumba kwa muda wa siku moja tu, na unaweza kuichoma katika biashara yako. Ni bukhuri ambayo ina asili ya kunukia vizuri, na ni bukhuri ambayo imefanyiwa visomo vikali vizuri kabisa visivyokuwa na shaka ndani yake. Yoyote atakayetamani kupata bukhuri hii, hakika ataje jina lake na la mama yake. Tutazame kwanza mfumo wa sura yake, inatakiwa isomwe sura gani, kisha tutaisoma sura yake hiyo katika bukhuri, halafu ndipo tutaweza kumtumia bukhuri yetu popote pale alipo insha Allah. Japokuwa kakopo ni kadogo, lakini inaweza kufanya kazi kubwa, na gharama yake katika bukhuri hii shilingi 50,000 kulingana na ukubwa wa material yaliyoingia hapa na uzito wa material yaliyoingia hapa. Inshallah, kwa yoyote anayehitaji bukhuri hii, basi utapiga simu kwa namba zetu za 0767 52 19 44. Namba hizi zinapatikana WhatsApp na zinapatikana kawaida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.